Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu wapenzi wafuatiliaji, ni mimi mwanafunzi wenu, mwalimu wenu Alhabibi Yahya, nikizungumza kutokea Nairobi, Kenya. Leo kama mnavyoona hapo kichwa cha habari ambavyo kimeaddress, nataka kuzungumzia tu wachawi na sifa zao. Wachawi na sifa zao. Mchawi ni yule ambaye, mchawi ni nani? Mchawi ni mtu ambaye anatumia sayansi ndogo. Yaani anatumia sayansi ndogo ya tiba kufanikisha mambo yake maovu, kama kutesa watu, kuharibu watu. Yaani ndio style yao. Ama kwa lugha ya Kiswahili kizuri, mchawi ni mtu aliyefeli. Yaani mtu ambaye ni mtu mwenye hasadi, roho mbaya, yani kafeli, mambo yake mengi kafeli. Sasa anajificha katika kuharibia watu maisha. Sasa ndugu zanguni, mchawi yaweza kuwa mwanamke, yaweza kuwa mwanaume, lakini pia mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kuwa mchawi. Tena watu wakasema kuanzia miaka miwili tu, kuanzia miaka miwili yatakapoacha zile nyonyo kuziwa lile kunyonya, anaweza akawa mchawi. Sasa mchawi siku zote hawezi akajificha. Yaani mchawi dalili zake, kama kumjua mtu mchawi, hata atakuwa mwema vipi, lakini lazima kuna vitendo vya kichawi atakuwa anavionyesha. Yaani lazima kuna tabia fulani, roho mbaya, kuna zile roho za kichawi. Lazima tabia za kichawi, ubaili wa kupitiliza, pia ni tabia za wachawi. Mchawi atakuwa na milioni 50 kwenye account benki, lakini akawa anatembea peku, pia ni dalili za uchawi. Wallahi billah, dalili za uchawi. Yaani mtu ambaye hajipendi, hajithamini, lakini pia ule uchoyo wa kupitiliza. Pana watu wana mamilioni kwenye account. Unakuta mtu umeshaona mwanamke mmoja kaolewa na mwanaume tajiri, ana hela, ana mali, anaacha pesa ya kutosha. Mwanamke mwenyewe kawezeshwa kimali, vyakula store, vyakula vinaharibika ndani, mafriji matatu. Lakini kile kitendo cha mtoto wa jirani kwenda kula pale ni kinamuumiza. Lakini sio kwamba namzingizia, ukichunguza mchawi, yani analuka usiku, tabia za kichawi. Yani mtoto kwenda kula ambavyo amalizi hata kilo moja, hata ile hafu ile amalizi ile, hata nusu kilo au robo kilo amalizi, basi kitu hicho kinamuumiza roho, kinamsugua roho, yani kinamuumiza. Hizi pia ni dalili za kichawi. Yani ni dalili ambazo hazitaki lamri, hazitaki ubani, wala hazitaki fushu. Yani exactly unaona mtu ana tabia za kichawi. Mtu ana maradhi ya ngono, ya ukimwi, anaanza kuambukiza watu kwa makusudi. Dalili za kichawi hizi, tabia za kichawi. Yani na iko hivi, sema mbona mimi si mchawi? Pengine unarukishwa usiku, utajuaje? Pia kuna mtu ambaye anatumikia uchawi, basi naye kujifahamu. Lakini yuamka usiku, yuakaba watu, yuwaroga, yuwafanyia, yuwaendea kinyume, mchawi huyo. Dalili za kichawi, tabia za kinini? Tabia za kichawi pia hizo. Kwa hiyo mtu waroga usiku, jifahamu. Na wewe utapita hata 20 years, miaka 20 wewe waroga, lakini hujijui, hujifahamu. Kumbe warukisho ya usiku ukiroga na masala mengine kama haya ukifanya hivyo. Kwa hiyo dalili za kichawi pia ni hizo. Dalili za kinini? Dalili pia za kichawi. Lakini pia dalili nyingine ambapo pia ni dalili kubwa ambayo inamtambulisha mchawi wazi kabisa, hasad. Wivu. Mtu asipate tu kavaa nguo nzuri, utaitia dosari, utasema lakini ingekuwa hivi ndio ingekuwa nzuri. Lakini umependeza, lakini ukupendeza kama mimi nilipendeza mimi siku ya harusi yangu. Alipendeza, lakini hakupendeza kama mwanangu. Yaani hizo roho za kichawi, tabia za kichawi. Kweli bwana, picha yangu ya harusi umeona nilipovaa? Ulivaa mashallah, umpendeza, lakini hukumpita mwanangu. Tabia za kichawi hizo. Roho ya kichawi hiyo inakuandama. Hasad, wivu. Yaani unaona hakuna mtu atakuwa kama wewe, hakuna mtu atakupita. Lakini pia dalili pia kutokulizika, dalili ya uchawi. Mtu alizikaje huyo? Ana mahela, amekaa hapo, ana manini,
mdomo mdomo, lakini kila siku ya riziki. Sio tupati stahiki zetu, riziki unaniachia pesa ndogo. Ni ana hela, ni ana vyakula, ni ana kila kitu. Lakini swala la kusema alhamdulillah rabbil alamin alipo, yeye atajikompea na watu wengine, ataona anaonewa, ataona ananungunika na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo hasadi pia ni jambo bora, kwa sababu mtu akishakuwa mchawi ataonewa watu hivi na ataanza kuwataki, kuwaroga, kuendea kwa waganga, kuwasumbua usiku, kuharibia masomo. Mimi nimeona mchawi anamharibia mtoto wa mwenzie masomo, kumloga asisome, lakini pia kutenganisha. Umeenda umeolewa kwenye familia ina mali kidogo, ulivyoenda pale umekuta yule baba na watoto wake. Hasa wewe jukumu lako kubwa kuwatenganisha, kusambaratisha. Unaona mbona kama wakubwa watalisi mali hivi, mbona kama unajielewa hivi, kwa kuwapangalanisha, kuwapaka matope wale watoto waonekane kwa baba wao wabaya, waonekane kwa baba wao si kitu, wewe uonekane wewe ndo over the top. Na wachawi kama hawa watakimbilia haraka kubeba mimba azae mtoto, na atakuwa anampiga debe mtoto wake time yote. Hizi ni fikra mbovu my friend. Ngoja nikwambie wewe, yule Mungu amepanga kumpa atampa. Inawezekana astajirike kwa utajiri wa baba yake, akaenda kuwa bilionea kupita baba yake huko ambako utaka kumsukumia na uchawi. Mimi nimeona, na wallahi Allah anaona, anafahamu kwamba mimi nimeona, kanionesha. Wallahi na hapa wabillahi watallahi, mimi nimeona mtu yuamloga mwanaume, anawafukuza watoto wake mwenyewe nyumbani, afu anawapeperushia mikoa ya mbali. Hivyo utajikuta saa nyingine wewe mkoa fulani wewe sumu na paka, pana watu wako Dar es Salaam au wako Nairobi, huko kwao hawajisikii kwenda kwao, kwanza wakikumbuka kwao wanajisikia chefu. Ile kule ni kurogwa, kwamba usikurubie zile mali. Na kama akiingia mkoa wa kwao anajisikia kama kufa, anaona kama roho, yani atakaa siku moja jioni anaondoka. Mrogo uchezea uchawi wewe, umepigwa na kitu kizito, umepigwa KO. Au mwingine nyumba ya kwao akifika hataki kulala, hataki kurubia, kurogwa huko, anawapeperusha. Na sasa Mungu bwana, ya jamani dini semeje, anasema ukimpiga chula teke wamuongezea mwendo. Inawezekana na kuna wengine kule ambako wamewasukumia ndio wamekwenda kufanikiwa, pengine wangekuwa hapa wangekuwa wanadhalilika na 1000 2000, lakini kule ambako wamewasukumia ndio wameenda kupata zaidi na zaidi. Kwa hiyo kama kuna la kufikiria ndugu zanguni, ni hawa mashallah, ni hawa wenye kuolewa. Na je, kuna tofauti gani? Unajua iko hivi, mwanamke mchawi na mwanaume mchawi. Uchawi wa mwanamke ni uchawi hatari sana. Yaani wakisema upigwe bunduki ya kichwa na ulogwe na mwanamke, bora upigwe bunduki ya kichwa. Hawa watu wakikuloga, Mungu wangu we, wakikuloga hawa watu, uchawi wao huwa unamata kweli. Na hata kama akikwendea tu kwa mganga, maadamu ni mwanamke, jiandae kuteseka sana. Hawa watu ndio maana Mungu akasema watakuwa wengi motoni. Ni uchawi unawakubali. Uchawi ni unawakubali sana. Tofauti na mwanaume, dawa yake inakuwa ni ya kawaida na hata kuitibu kawaida. Mwanamke akikuvelia kibwebwe akakuamlia, atakuchezesha jalamba gwaride duniani, dunia utaiona chungu. Kwa hiyo hii ni mambo pia ya kuweza kuzingatia.